Habari watazamaji na wasikilizaji wetu wa PowerPod. Karibuni sana kusikiliza na kutazama PowerPod inayoletwa kwenu nami Emmanuel Iwalo. Katika episodi yetu ya leo tutafanya tathmini ya ripoti ya mwaka 2024 kuhusiana na utendaji wa vyama vya ushirika wa akiba na mikopo, yani namaanisha SACCOS. Na leo tuko na mtaalam kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania ambaye ni mrajisi msaidizi upande wa vyama vya ushirika wa fedha. Ndugu Josephat Kisamalala, karibu sana katika PowerPod. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyojitambulisha, naitwa Josephat Damas Kisamalala, ni mrajisi msaidizi ambaye nasimamia eneo la ushirika wa kifedha kutoka Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, tupo Dodoma. Asante sana na ni furaha kuwa na wewe katika podcast yetu. Kama unakumbuka, umefanyika uzinduzi wa ripoti ya mwaka 2024 ya utendaji wa SACCOS. Watazamaji wetu na wasikilizaji wanatamani kujua yaliyomo au tafsiri nzima ya ile ripoti. Na unaweza ukatupatia muhtasari kidogo kuhusiana na utendaji wa SACCOS kwa upande wa maeneo haya ambayo nitayatajia? Kuna upande wa akiba, mikopo, amana, wanachama na maeneo mengine. Tume ya Maendeleo ya Ushirika imeanza kutoa taarifa kwa umma mwaka 2021, na hii ripoti ambayo imetolewa ya mwaka 2024 ni ripoti ya 4. Na utaratibu huu tumeanza kwa sababu ni muhimu sana umma na Tanzania kuweza kufahamu SACCOS kama taasisi za fedha zinafanya nini nchini. Nikianza na eneo la kwanza, kwa ripoti ya mwaka 2024 tumeona kuna ukuaji mkubwa sana wa mali. Mwaka 2023 SACCOS zilikuwa na mali zenye thamani ya shilingi trilioni 1.3. Yani tunaposema trilioni 1.3 ni trilioni 1 na bilioni 300 ndio zilikuwa zimewekezwa kwenye upande wa mali. Na tunapoongelea mali za SACCOS zinajumuisha kuanzia mikopo unayopewa wanachama, majengo walionayo, ardhi zilizonazo, fedha taslimu zinazo kwenye benki au mkononi. Zote hizo zikijumlishwa ndio zinatengeneza mali zinazomilikiwa na taasisi. Lakini kwa upande wa mikopo nayo ambao wanachama wa SACCOS walikuwa wamekopeshwa na walikuwa mdaiwa, ilikuwa na thamani ya trilioni 1 na bilioni 230, ambayo imekuwa kutoka trilioni 1 na bilioni 100, trilioni 1.1 kwa mwaka 2023. Kwa hiyo kuona kuna ongezeko kubwa la zaidi ya bilioni karibia 200 zimeongezeka kwa mwaka 2024. Lakini pia ukienda kwenye eneo la amana, akiba na amana za wanachama, na zenyewe zimekuwa na ile eneo, ndugu mtangazaji, ni eneo ambalo kidogo kwa nchi za Afrika hatuna utamaduni wa watu kujiwekea akiba taratibu. Na tunapokuwa na changamoto za kifedha, ndio mtu anaanza sasa kuhitaji fedha wakati huna tabia kuweka kidogo kidogo. Sasa ni eneo ambalo SACCOS walifanya vizuri sana. Ili uweze kukopeshwa kwenye SACCOS lazima umeweka akiba zako. Sasa akiba za wanachama zilikuwa zimekuwa kutoka bilioni 966 ambayo tuliripotia kwa ripoti ya mwaka 2023. Lakini zimeongezeka hadi kufikia trilioni 1.5 ambayo ni trilioni 1 na bilioni 50 ambazo wamefunga nazo kwa mwaka 2024. Hilo nao ni ongezeko lingine ambalo limekuwa kubwa kwenye ripoti hii. Lakini pia kwenye eneo la wanachama tumeona wenyewe umeongezeka. SACCOS zinaendelea kuwa sehemu ya taasisi za fedha ambazo zinahudumia Tanzania wengi. Kwenye sekta, kwa ripoti ya mwaka 2024, wanachama na wanufaika wa hizo SACCOS wamefika milioni 1,850,000 kwa Tanzania wote. Na umeongezea kutoka milioni 1,820,000 waliokuwepo 2023. Sawa na ongezeko la Watanzania kama 20,000 na kidogo ambao wameongezeka kwa mwaka mmoja. Sasa unaweza kuona ukuaji wa ile eneo unavyokwenda. Lakini sio hilo tu, hata mitaji ya SACCOS, ile ambayo tunasema ni core capital, nayo imeongezeka. Kwa ripoti ya mwaka 2023, SACCOS zilikuwa na mitaji yenye thamani ya bilioni 151. Na imeongezeka ikaenda bilioni 180 kwa mwaka 2023, imetoka bilioni 150 kwa mwaka 2022. Na kwa ripoti iliyozindua mwaka 2024 wamefikisha mitaji yenye thamani ya bilioni 201.9. Unaweza kuona ongezeko linavyoenda. Kwa hiyo waliopo kwenye sekta ya SACCOS nadhani wengi wanaweza kuwa mashahidi, wanaendelea kunufaika na hizi SACCOS ambazo tunazo hapa nchini. Na unazungumziaje sasa kuhusiana na idadi za SACCOS ambazo zimesajiliwa mpaka kufikia
Disemba 2024. Je, kuna upungufu au ongezeko la SACCOS? Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania imepewa jukumu la kusajili kwa mujibu wa sheria ya ushirika, lakini pia tunatekeleza matakwa ya sheria ya huduma ndogo za fedha iliyotungwa na serikali mwaka 2018. Na sheria hiyo inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania ambayo imekasibisha majukumu yake ya usimamizi wa SACCOS kwa upande wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika. SACCOS zote tulizozisajili zinapewa leseni ya kutoa huduma ndogo za fedha. Kwa mwaka 2023 tulikuwa tumetoa leseni 884. Na ripoti ya mwaka 2024 SACCOS zilikuwa zimefika 964 zilizokuwa zimepewa leseni. Lakini katika hizo SACCOS 964, SACCOS 3 zilishindwa kukidhi mahitaji ya utekelezaji wa matakwa ya sheria, kwa hiyo zikawa zimeondolewa leseni. Kwa ripoti ya mwaka 2024 tulibakiza SACCOS 961 hizo ambazo takwimu ninazozisema zina mikono ya SACCOS 961. Na hali ya kifedha ya SACCOS ikoje ukilinganisha na zile ripoti ambazo zimepita? Sasa hivi kuna ustamilivu, tunasema kuna sustainability kwenye sekta, kwa sababu kwa miaka 5 iliyopita SACCOS nyingi zilikuwa zinakopa sana taasisi za fedha. Zilikuwa zinakopa sana na mwisho wa siku walikuwa wanajikuta baadhi ya SACCOS zinashindwa kukidhi mahitaji ya soko. Sasa hivi kwa ripoti ambayo imetolewa mwaka 2024, mikopo ya nje ambayo inadaiwa kwenye SACCOS haizidi bilioni 23. Kati ya trilioni 1.4 ambazo wanamiliki wana SACCOS. Kwa hiyo ni sawa na asilimia isiyozidi hata 3%. Yani, sheria inataka 25%. Wakope hadi 25%, lakini wengi watumia vyanzo vyao vya ndani, akiba zao wenyewe na mitaji yao ya ndani kuweza kukopeshana. Na ni kiasi gani cha zile mali au assets ambazo zimeripotiwa kwenye ripoti ya 2024 ukilinganisha na ripoti zilizopita? Kuna ukuaji wowote au upungufu wowote? Mali zimeendelea kuongezeka. Mali zimeendelea kuongezeka. Tukiongelea total assets, nimesema zimetoka trilioni 1.3 hadi kufikia trilioni 1.46 kwa ripoti ya mwaka 2024. Kwa unaweza kuona zimeongezeka. Hata zile mali za kudumu nazo zimeendelea kuongezeka, kwa sababu kwa ripoti tulikuwa nayo ya mwaka 23 walikuwa wamewekeza kwenye mali za kudumu zenye thamani kama ya bilioni 43. Kwa trend inaendelea kuongezeka kwenye maeneo ya mali. Na kwa ripoti ya mwaka 2024 kwa upande wa ile kuendelea kupata ripoti mbaya, unaonaje hali ilivyo sasa hivi ukilinganisha na miaka iliyopita, na kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika ili kufanya SACCOS ziendelee kufanya vizuri zaidi? Ni swali zuri sana ndugu mtangazaji. Ni kweli sekta yote ili iweze kuaminika ni lazima taarifa ya ukaguzi wa nje ionyeshe hali halisi ya uendeshaji wa hizo SACCOS. Kama ilivyo kwenye taasisi zingine za fedha, kwenye makampuni, taasisi yote iliyosajiliwa inapaswa kukaguliwa na mkaguzi wa nje ambaye yuko independent. Kwa upande wa SACCOS zinakaguliwa na shirika la ukaguzi ambalo ni COASCO. Na tumeona kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanaendelea kwenye sekta. Ukikompea miaka 3 iliyopita, SACCOS zilikuwa zapata asilimia 6 hadi 12 hati safi. Lakini kwa ripoti ya mwaka 2023 tulikuwa na SACCOS 333. Kati ya SACCOS 800 zilikuwa na hati safi. Lakini tulikuwa na SACCOS 499 zilikuwa na hati zenye shaka. Lakini tulikuwa na SACCOS 48 ambazo zilikuwa na hati mbaya, zisizokuwa na maoni zilikuwa 23. Lakini tumeona kwa mwaka 2024 zimeongezeka zenye hati safi, zimetoka 133 zimeongezeka hadi kufika 456. Sawa na kama asilimia 5 hivi zimeongezeka. Lakini pia SACCOS ambazo zimepata hati yenye shaka zimeongezeka kutoka 499 zimefika 503, kama SACCOS 3 zimepanda kutoka hati mbaya kwenda kwenye hati yenye shaka. Lakini eneo ambalo tumekuwa na changamoto kidogo ni eneo la hati zisizo na maoni ambazo zimeongezeka kutoka hati 48 hadi 123. Sasa hapa kuna changamoto kidogo. Kwa SACCOS ambazo tumezipa leseni kwa mwaka 2024 zilikuwa ni SACCOS 961. Lakini SACCOS zilikuwa zimekaguliwa na mkaguzi wa nje zilikuwa ni 1042. Sawa na tofauti ya SACCOS 81. Mkaguzi amekagua SACCOS nyingi kuliko zilizopewa leseni. Kwa zile 81 ambazo zimeangukia kwenye kundi zisizo na maoni ni zile ambazo zilikosa sifa za kupewa leseni. Kwa hiyo unaweza kuona hata wale waliokaguliwa kuonekana wameshindwa hata kujibu hoja za mkaguzi wa nje ni wale ambao hawajapewa leseni, na tunaendelea kusisitiza umma wanapojiunga wakiisha wanajiunga kwenye SACCOS ambayo ina leseni.
na SACCOS ambayo ina comply na taratibu zote ambazo tunazo. Kwa ukiangalia kwenye trend ya hizi SACCOS ambazo tumezipa leseni, mabadiliko ni makubwa. Hali ya uwajibikaji, hali ya utekelezaji wa sheria na upatikanaji wa hati safi na hati zenye mashaka imeendelea kuongezeka. Unajua hati yenye shaka watu wengi wanahisi ni hati mbaya. Hapana. Hati yenye shaka mkaguzi anaweza kaona kila kitu kiko sawa. Akawa na mashaka tu kuhusu maybe evidence ulioitoa au akakosa umiliki wa jengo au mali ulionayo. Sasa yeye kama mkaguzi anakuwa na shaka kwenye umiliki wako. Lakini haimaanishi ni hati mbaya. Yes. Na ndio maana unaona SACCOS nyingi zipo kwenye kundi la hati safi na hati shaka. Lakini huku mbaya na zisizo na maoni ichache. Na ndio hizo ambazo tumezipa muda waweze kuhakikisha wanafanya maboresho, na sisi tunawafuatilia mara kwa mara kujiridhisha juu ya mabadiliko wanayofanya. SACCOS zinapitia changamoto ya mikopo mibaya. Kwenye ripoti ya mwaka 2024 kuna hali ikoje, na pia ni vitu gani ambavyo vinaweza kufanyika kusaidia kuondokana na mikopo mibaya? Kwa mujibu wa sheria haipaswi kuzidi 5% ya jumla ya mali zote. Na ripoti iliyotolewa mwaka 2024 mikopo mibaya imezidi kiwango kinatoka kwa mujibu wa sheria. Wako kwenye 8%. Sasa 8% haimaanishi ni mbaya sana, kwa sababu hata ukiangalia kwenye industry ya sekta ya fedha bado hata kwenye taasisi za mabenki na wenyewe wapo kwenye hilo eneo. Lakini pia tumekuwa tukifanya comparison na wenzetu wa Kenya, na wao hati mikopo mibaya inaanguka kwenye 8.1, sisi tumeenda kwenye 8.7. Kwa hiyo inachangiwa kutokana na vitu vingi. Cha kwanza, kuna baadhi ya SACCOS ambazo zimepata changamoto baada ya baadhi ya wanachama kuondolewa kwenye ajira. Sasa unapokuwa umeondolewa kwenye ajira, ni ngumu sana kumfuatilia mtu hadi aweze kufanya rejesho la mkopo husika. Lakini pia kuna baadhi ya SACCOS ambazo zinapitia changamoto kubwa. Kwa mfano kama sasa hivi ukienda SACCOS ambazo zipo kwenye maeneo ya utalii, kuna watalii wengi wanategemewa watoke Ukraine, watoke labda Israeli, lakini kutokana na vita zinazoendelea zinafanya watalii wale wasije kwa wakati. Na hizo SACCOS wale wanachama ambao walikopa wamenunua magari kwa ajili ya kusafirisha watalii wanashindwa kufanya marejesho kwa wakati. Kwa hiyo tunaenda kushauri viongozi na watendaji wa SACCOS waweze kulishedo hiyo mikopo ili iendelee na wakati. Tumeshuhudia hizi benki za biashara zikiwa na ile mifuko yanaweza nikasema deposit insurance, si ndio? Na hali ikoje kwa upande wa SACCOS? Kuna pengine tutegemee chochote? Sisi kama sekta ya fedha ndogo ambayo inadili na ushirika wa kifedha, ni kweli bado hatujaanzisha mfuko wa kinga za akiba na amana. Lakini kati ya maeneo ambayo ni muhimu sana kuweza kusafeguard fedha za wanachama. Na tayari kama taasisi ambayo tumepewa mamlaka hii ya kusimamia sekta ya fedha, kwa upande wa SACCOS tumeshafanya majadiliano wenzetu wa Benki Kuu. Tumeshajifunza juu ya namna walivyoanzisha mfuko wa kinga za amana za wanachama kwa upande wa benki, na tayari tulishashauriwa kwamba ni lazima unapoanzisha mfuko kama huo ni lazima uwe umetambuliwa kwa mujibu wa sheria. Kwa shughuli tunayofanya sasa hivi tumeshakutana na vyama vyote vikubwa, wameshakubali hiyo idea, wanatamani sana tuanzishe, lakini changamoto inakuja kwenye sheria, matakwa ya kisheria. Tumewasilisha kwenye kitengo cha sheria waweze kufanya mabadiliko ya sheria ili tuweze kuanzisha mfuko huo ambao utasaidia sana wanachama ambao wanaweka akiba na amana kwenye SACCOS ziwe protected, ili mwisho wa siku pale SACCOS inaposhindwa kuwahudumia, basi mfuko ule usaidie kuweza kuwahudumia wanachama ambao walikuwa wamewekeza pale. Na kwa namna gani SACCOS zimeanza kutumia teknolojia au tehama kuhakikisha zinaboresha huduma kwa watu ambao zinawahudumia? Kati ya maeneo ambayo tunapambania sana ni mabadiliko haya ya kidijitali. Na kwa upande wa sekta ya SACCOS ni kweli mapokeo yamekuwa makubwa. Kuna SACCOS ambazo zimeanza kufanya mabadiliko, na kwa mfano tunao SACCOS 3 ambazo tayari zimeshafanya integration na mifumo ya malipo ya ATM, mobile na USSD. Kwa ripoti ambayo tumeitoa ya mwaka 2024, hizo SACCOS zilikuwa zimesajili wanachama 111,000 kwenye mifumo ya ATM, mobile na USSD. Na hao wanachama walikuwa wamehudumiwa kwa kutumia ATM hizo kadi. Lakini pia SACCOS hizo zilikuwa zimetengeneza mapato ya thamani ya milioni 333 kwa mwaka mmoja, tunaziko 3. Kwa hiyo tunategemea kwa ripoti ya mwaka 2025 SACCOS nyingi kubwa zitakuwa zimeingia huko, kwa sababu tayari tumeshatoa vibali kwa SACCOS ambazo zinataka kufanya kuunganisha na hii mfumo ya mabenki, ili mwanachama ambaye yupo Kilimanjaro anaweza kutumia ATM kule alikoenda,
mwanachama ambaye yuko Kigoma asihangaike kutafuta hadi SACCOS iliko. Huo ndio utaratibu ambao tunaenda nao, na tayari tumeshajenga elimu na wengi wako kwenye process za kukamilisha hayo muunganiko. Ulivyoanza ulizungumza kuhusiana na SACCOS muda mwingine zinaenda kukopa kwenye taasisi nyingine. Ni kwa namna gani zinaweza zikajitengenezea uwezo wa ndani ili kuepuka hayo madeni ya kutoka nje? Asante sana ndugu mtangazaji. Ni eneo zuri ambalo kwa kweli tumelifanyia kazi sana. Wakati tunaingia kwenye hii sekta, SACCOS nyingi sana zilikuwa zinategemea sana fedha kutoka nje. Lakini tumejenga elimu, tumewasisitiza na tumeendelea kuwafuatilia. Sasa hivi SACCOS nyingi zinatakiwa kutumia mitaji ya ndani. Kuhamasisha wanachama wanaweka akiba zao, wanaweka amana, lakini pia na vyama kuendelea kutengeneza faida ili ile faida ibaki kujenga mtaji wa ndani. Na ukiangalia hata kwenye ripoti ya mwaka 2024, SACCOS zimetengeneza mapato. Kwa sababu kwa ripoti ya mwaka 2023 zilikuwa zimetengeneza mapato yenye thamani ya bilioni 118. Lakini kwa ripoti ya 2024 wametengeneza mapato yenye thamani ya bilioni 154. Unaweza kuona namna wanavyoenda. Sasa ukitoa kati ya bilioni 118 na hii bilioni 154 unakuta faida waliotengeneza kwa kipindi kifupi tu sio chini ya bilioni 30. Sasa zote hizo zinarudi kwenye mzunguko wa wanachama wenyewe. Kwa hiyo ni lazima waendelee kutumia vyanzo vyao vya ndani, lakini wahakikishe wanaanzisha zile product ambazo zinamvutia wanachama wengi kuendelea kuweka kwenye SACCOS zao. Kwa sasa hivi Scarlett wameanzisha mfumo ambao unaitwa SOM. Yes. Kwa mtazamo wako, mfumo ukiangalia unaona utaweza kusaidia zile SACCOS ambazo tuseme ni ndogo na pia zina changamoto ya mifumo? Ni muhimu sana na Scarlett kama muungano wa SACCOS zenyewe. Kwanza ni washukuru viongozi na watendaji wa Scarlett kwa kuona hiyo fursa. Tunazo SACCOS 961 zenye leseni, lakini zilizokuwa zinatumia mifumo zilikuwa ni kama SACCOS 268. Sasa unaweza kuona kuna gepu kubwa ya SACCOS nyingi ambazo bado haziwezi kununua mifumo, haziwezi kujitegemea. Kwa hiyo kuja na wazo wa kutengeneza mfumo wa SOMA imekuwa ni suluhisho, tunategemea isaidie sana. Kwa sababu vyama vyote ambavyo havina uwezo wa kununua mfumo wao wenyewe wataweza kutumia mfumo wa SOMA kwa ajili ya kwanza kufanya compliance ya sheria, kwa sababu tunapotoa leseni hizi SACCOS yote ambayo leseni kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa miongozo ambayo tumeitoa, wanapaswa kwa SACCOS yenye leseni daraja A kila baada ya miezi 3 wanapaswa wanaandaa hesabu, wanatuma taarifa kwetu. Na wenye leseni daraja B wanatuma taarifa kila mwezi. Na kwa mujibu wa sheria usipotuma taarifa una adhabu ya shilingi 500 kwa kila mwezi. Hii ya SOMA itasaidia sana vyama kuweza kucomply na hiyo sheria, lakini pia itasaidia sana kutunza taarifa za wanachama na ikasaidia sana wanachama kuweza muda wote wakihitaji taarifa waweze kupata. Kwa hiyo tunategemea ni kati ya vitu ambavyo tunavipa nguvu na hamasa, na bahati nzuri ni mfumo ambao umetengenezwa na wataalamu wa ndani na wenye uzoefu kwenye sekta ya fedha. Na kwa sasa hivi kama umefuatilia trend ya dunia, kitu ambacho kinazungumzwa sana ni mazingira. Kuna msukumo wote kwa upande wa SACCOS kwenye kuanza kutoa bidhaa au huduma ambazo ni zitasababisha kutunza mazingira na ustahimilivu wa kifedha? Ni kweli kuna msukumo mkubwa na SACCOS kama taasisi za fedha lazima ziendane na ajenda za ulimwengu. Ili uweze kuendelea kubaki kwenye soko la fedha ni lazima uangalie dunia inaenda kwenda wapi. Kwa hiyo tumehamasisha sana, na nashukuru tumekuwa na ushirikiano wa karibu na Scarlett pamoja na DCK kujenga uwezo wa wanachama na viongozi wa SACCOS kuja na ubunifu wa hizo bidhaa. Kwa ripoti ambayo tumeitoa ya mwaka 2024, SACCOS 10 zilikuwa zimekopesha majiko 433. Ambao ni ya majiko yanayoendana na nishati mbadala. Yaani ambayo wanachama akinunua ile jiko uniti moja tu unaweza kupikia vitu vyako vyote vya kuwa na familia. Sasa hiyo ni namna gani baada ya kutumia kuni na vitu vingine, lakini wanahamia kwenye kutumia haya majiko. Lakini pia tunazo SACCOS ambazo zina bidhaa za kukopesha solar panel kwenye maeneo ya vijijini huko, na hiyo inasaidia pia kuendelea kulinda mazingira. Lakini pia tuna mkakati wa kuandaa mwongozo ambao utakuwa umetoa utaratibu wa namna gani SACCOS ziwe na bidhaa hizo, lakini pia zihakikishe zinalinda mazingira na zinaendana na mwongozo wa kitaifa wa serikali wa kulinda mazingira. Na katika uandaaji wa ripoti ya mwaka 2024, ni vitu gani ambavyo vilikuwa ni kama changamoto kipindi cha kuandaa ripoti ambazo mlizibaini? Changamoto kubwa ambayo tumeipata ni upatikanaji wa taarifa kwa urahisi. Kwa sababu
baadhi ya SACCOS ndogo ndogo sana ambazo ziko ndani huko vijijini, zingine kuandaa taarifa bado zinakuwa na changamoto. Kwa hiyo kupata taarifa kwa wakati ilikuwa changamoto kubwa ambayo tumeipata. Lakini eneo la pili ambalo tumepata changamoto ni baadhi ya SACCOS ambazo wakati tunafanya tathmini tumebaini za mitaji ambayo iko chini ya viwango vinavyotakiwa kwa mujibu wa sheria. Tunazo SACCOS kama 70 ambazo tumebaini, kwa sababu sheria inataka SACCOS hizo ziwe na mtaji usiopungua milioni 10. Lakini tulifanya tathmini hizo SACCOS zimeangukia chini ya milioni 10, ambao ni changamoto sasa kwenye sekta ya fedha. Na tayari tumezitambua na tumeshawaelekeza. Sheria inataka unapobaini SACCOS imepungua mtaji, wanapaswa kuandaa mpango wa kukuza mtaji. Na ule mpango wanapaswa kuwasilisha kwa mrajisi ndani ya siku 60. Kwa tayari tunatoa maelekezo, tunategemea wawasilishe mipango, na sisi kama wasimamizi jukumu letu ni kufuatilia kujua changamoto nini. Wamejipangaje kuweza kulistore mtaji ili tuweze kuwasaidia kuendelea kubaki kwenye soko. Na sasa ukiachana na zile changamoto za upande wa SACCOS, ukija kwenye ripoti yenyewe, ni changamoto gani ambazo imezibainisha sasa zinazoikumba sekta ya ushirika wa fedha? Sekta ya fedha ina mambo mengi sana. Sekta ya fedha ina mambo mengi kwa sababu hata hizi SACCOS ambazo zinaunganisha mifumo ya malipo. Tukumbuke kwenye sekta pia kuna watu wanaitwa cyber attack. Wanaendelea kuingilia mifumo, wanataka kuiba fedha na vitu vingine. Kwa hiyo tumetoa mwongozo wa namna gani SACCOS ziweze kukabiliana na wizi wa mtandao. Lakini pia tunaendelea kuhamasisha na kusisitiza SACCOS yote ambayo itapata attack ihakikishe inatoa taarifa kwa wakati. Na uzuri taarifa hii ambayo tumetoa mwaka 2024 tumeweka hadi format ya namna ya kuwasilisha hizo taarifa. Lakini changamoto nyingine ambayo tumeibaini, baadhi ya SACCOS bado hazishare zile credit report. Kwa mujibu wa sheria ya Benki Kuu, nataka taasisi yote ambayo imesajiliwa kutoa huduma ndogo za fedha au huduma za kifedha inapaswa kuwasilisha taarifa za wakopaji. Kwa hiyo hilo ni eneo lingine ambalo tumeona ni changamoto, baadhi ya SACCOS hazishare hizo credit report. Na changamoto nyingine ambayo tumeona, kuna sheria ya kupambana na fedha haramu ambayo ni lazima SACCOS zihakikishe comply nayo. Kwa hiyo tumefuata tathmini kwa eneo pia tumeona baadhi ya SACCOS hazicomply. Ila ni maeneo ambayo tunaenda kuyafanyia kazi kwa mwaka ujao wa fedha, na tutahakikisha SACCOS zinaweza kucomply, kwa sababu ni maeneo ambayo yanaifanya sekta yetu ya fedha iendelee kuwa salama na iendelee kuwa imara zaidi. Na umezungumzia kuhusiana na baadhi tu ya mipango pengine ya miaka ijayo. Sasa kiujumla ni nini mipango yenu kuhakikisha utendaji mzuri unafanyika kwenye SACCOS? Mipango tulionayo kama taasisi ya usimamizi ipo katika maeneo makuu matatu. Kuna mipango ya muda mfupi, mpango wa muda kati na muda mrefu. Kwa muda mfupi, kwanza ni kujenga uwezo kwa upande wa wasimamizi, kwa sababu tunao wasimamizi hadi kwenye ngazi ya wilaya. Lakini pia kwa upande wa viongozi na watendaji wa SACCOS ni lazima wajue wajibu wao. Fedha zinazowekezwa na wanachama zinapaswa kuwa salama. Na wanachama pia wanataka huduma kwa wakati. Sio mwanachama anaomba mkopo anakaa wiki 3, wiki 2 anasubiria. Hapana, dunia sasa hivi mwanachama ameomba mkopo, lazima uvae uhusika na uone umuhimu wa kumhudumia kwa wakati. Lakini kitu kingine ambacho kama taasisi tumekiwekeza sana ni kuwekeza kwenye mifumo ya tehama. Tayari Tume ya Maendeleo ya Ushirika imetengeneza mfumo wa usimamizi. Mfumo huu tunaenda kuunganisha na mifumo yote inayotumiwa kwenye SACCOS. Ili mwisho wa siku kinachoendelea kwenye SACCOS tu tunakipata kwa wakati. Lakini pia eneo lingine ambalo tunaenda kuliwekeza sana ni kufanya kazi kwa ushirikiano na wadau wetu. Wadau wanafanya vitu vingi sana kwenye sekta, lakini zile taarifa kuweza kuzipata kwetu kunakuwa na changamoto. Kwa hiyo tunategemea tutakuwa na forum ya wadau wote ili tuweze kujadili tunaendaje. Na kitu tuweze kuweka utaratibu wa namna tunapata taarifa ili dunia na Tanzania wajue sekta hii inafanyaje kazi. Ninyi sasa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania kama wasimamizi wa SACCOS zote Tanzania, unaonaje kwanza ufanisi wa SCCULT na pia imeleta chachu gani katika kuzisaidia SACCOS ndogo ndogo na hata hizi kubwa kuweza kuendelea? Kati ya maeneo ambayo kikweli tunaridhika na tumefurahi ni kuimarika kwa SCCULT. Muungano wa SACCOS duniani kwenye sekta hii ya fedha na eneo hili la SACCOS, dunia nzima ina structure yake. Ili uweze kufanya vizuri ni lazima uendane structure ya dunia. Kwenye upande wa level ya dunia ilipo baraza la SACCOS duniani ambao ni WOP.
Alafu kushuka chini kwenye bara tunao muungano wa SACCOS kwenye bara Afrika ambao ni COSCA. Lakini ndani ya nchi, ili nchi iweze kufanya kazi vizuri, ni lazima muwe na muungano wa SACCOS ambao umeimarika. Kwa kwetu sisi Tanzania, miaka 2012 hadi 17 SCCT ilipitia changamoto nyingi sana, na kiukweli ilitakiwa hata ifutwe. Lakini mwisho wa siku viongozi wakatathmini, wakajiuliza changamoto ni SCCT au changamoto ni watu waliopo? Kwa sababu taasisi kama taasisi majukumu yake yanatambulika na majukumu yake ni muhimu sana kafanyika. Kwa hiyo tulifanya kazi kubwa sana chini ya viongozi wetu na tulifanya revival ya SCCT. Kwa kweli sasa hivi kazi inayoendelea inatia hamasa sana, kwa sababu kwanza kuanzisha kwa ule mfuko kopeshana umesaidia sana SACCOS ndogo ndogo zilizokuwa zinashindwa kwenye eneo la liquidity wameweza kupata mikopo kwa wakati. Lakini pia SCCT kwa mwaka 2024 wamekagua zaidi ya SACCOS 8. Ni jukumu ambalo tulikuwa tulifanya sisi, lakini bado walifanya wao kwa wanachama wao ili sekta iendelee kuwa imara. Lakini pia wamejenga uwezo kwa viongozi na watendaji wengi sana hapa nchini, jukumu ambalo linaendelea kusababisha hata sisi wenyewe mafanikio ambayo tunayasema yamesaidiwa kwa sehemu kubwa na hayo mafunzo wanayofanya pia SCCT. Ukienda nje ya nchi hatuendi kama serikali. Ukienda COSCA unaenda muungano unakuwa representative. Sisi wengine tunaenda kwa ajili ya kupata experience ya regulators wengine. Lakini SCCT ndio inakuwa na jukumu ya kuwakilisha nchi kwenye upande wa makongamano ya kimataifa. Kwa hiyo uimara wa SCCT unatupa kuweni sisi kama wasimamizi na mambo mengi wanayafanya yatupunguzia sisi mzigo kama regulator. Tunabaki na majukumu yale ya kiusimamizi kwa mujibu wa sheria. Kwenye report uwiano uliopo kati ya amana dhidi ya mikopo unakuwa una tafsiri gani kwenye upande wa SACCOS kuweza kujitegemea? Mali za SACCOS ukilinganisha na amana na akiba za wanachama ni kwamba ili uweze kuwa na mali ni lazima uwe na chanzo cha kuwezesha uweze mali. Sasa hata ni biashara, unapoanzisha biashara lazima una mtaji. Ni kitu gani kinachokusababisha wewe uweze kumiliki jengo? Ni lazima uwe either na mtaji wako ambao tunaita equity au umekopa kwenye taasisi za fedha. Sasa uwiano uliopo kati ya akiba za wanachama na amana zao dhidi ya mali za SACCOS kwa mujibu wa sheria na best practice tulionayo inatakiwa ilenji kati ya 70% hadi 80%. Na kwa ripoti tulioitoa sasa huo uwiano uko 72%. Mwaka 2024 Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania ilitoa mwongozo wa matumizi dhidi ya mapato au tunaita cost to income ratio ya 85%. Nini utekelezaji wake na pia tume ililenga nini hasa? Okay. Ni kweli mwaka 2024 Mradi wa Ushirika atoa mwongozo juu ya namna vyama vinatakiwa kupunguza gharama za matumizi. Na lengo kubwa ilikuwa ni kwamba tulipata experience iliyoonyesha kwamba SACCOS nyingi zilikuwa zinatumia mapato karibia yote. Sasa ikawa inasababisha vyama vingi vikawa na changamoto ya mtaji. Kwa sababu tukumbuke matakwa ya sheria yanataka SACCOS yenye daraja A iwe na mtaji usiopungua milioni 10 na kuendelea. Lakini pia kwa SACCOS yenye daraja B inapaswa kuwa na mtaji usiopungua bilioni 200. Kwa hiyo tulifanya hivyo kwanza kuvigaidi vyama viwe na uwezo wa kubakiza faida. Badala ya kupata milioni 20 utumie milioni 19. Kwa hiyo kila mwaka unakuwa huna mtaji. Kwa hiyo ofisi ikawa ni vizuri sasa itoe angalau kiwango cha juu cha kutumia. Na tumeona kuna mafanikio makubwa kwa sababu hata wakati wa kuidhinisha budget tumekuwa tukiangalia SACCOS inaleta matumizi zaidi ya 85% ya mapato yake. Tumekuwa tukiwarudishia, tunawaambia angalia gharama za kupunguza ili muendane na matakwa ya mwongozo. Na ripoti ya mwaka 2024 imeonyesha kwamba kiwango cha matumizi ukilinganisha mapato yaliokuwa yamezalishwa kimeendana na mwongozo wa mrajisi, kwa sababu mapato yalikuwa ni bilioni 154 na matumizi yalikuwa ni bilioni 118, ambapo ilikuwa ni kama sawa na 84.5. Yes, which means kwamba mtaji wa SACCOS sasa unaanza kukua. Na ndio maana unaweza kuona hata kwenye ripoti tumeonyesha kwamba mwaka 2023 mtaji wa SACCOS ile core capital ilikuwa ni bilioni 80. Lakini kwa ripoti ya mwaka 2024 mtaji ule umeongezeka tufikia bilioni 201.9.
ambapo kulikuwa kuna ongezeko karibia bilioni 20 ambayo inatokana na faida walioizalisha. Sasa tunategemea vyama viendelee kuwa na ukwasi wa kutosha ili viweze kuhudumia wanachama wake vizuri. Asante sana. Na uwiano kati ya akiba dhidi ya mikopo, unatosha kuelezea au kuzifanya SACCOS kuweza kujiendesha kwa zile fedha za ndani? Ni muhimu sana kuliangalia hilo, kwa sababu tunapoongelea ushirika wa akiba na mikopo, maana yake ni kwamba lazima uanze kuweka kwanza akiba afu ndo kope. Na kwa mujibu wa ripoti ya mwaka 2024 tumeona akiba na amana wanachama zilikuwa zimefika trilioni 1.05, wakati mikopo ilikuwa imekopesha wanachama ilikuwa imefikia thamani ya trilioni 1.20, ambapo ukifanya sasa analysis, ukichukua hii ya trilioni 1.05 ukigawa kwa mikopo ilikuwa imekopeshwa trilioni 1.2, unapata kama 87%. Lakini best standard tunasema range kati ya 70 hadi 80. Kwa ndani ya 87 ni kwamba wametumia vyanzo vyao vya ndani zaidi kwa kukopesha wanachama, na ndio maana ukija upande wa pili ili uweze kufikia 100 ndio tunapotumia sasa ile core capital kukopesha wanachama. Kwa hiyo hii inaonyesha uwezo wa SACCOS kuendelea kutegemea vyanzo vyao vya ndani. Ingelikuwa chini ya 70 tungesema hivi vyama vinategemea mikopo kutoka nje. Lakini kwa hivi viwango ambavyo tunavyo kwa miaka hii mitatu inaonyesha SACCOS nyingi zimeanza kujitegemea zenyewe. Uwiano wa ufikishaji wa huduma za SACCOS au huduma za fedha kwa jamii mpaka sasa kwa upande wa SACCOS ni 6%. Je, ni kitu gani ambacho kinaweza kufanyika ndani ya hii miaka mitatu kuweza kuzifanya SACCOS kufikisha at least 10%? Ni kweli bado tuko nyuma, kwa sababu ukilinganisha nchi yetu na nchi nyingine ambazo kwenye sekta ya SACCOS, uwiano wetu ni 6%. Na huu uwiano unaopata kwamba idadi ya wanachama tulionao kwenye sekta hii milioni 1,850,000 ukilinganisha na nguvu kazi ya taifa, kwa mujibu wa sensa iliyofanyika 2022, nguvu kazi ilikuwa ni kama milioni 33. Sasa ukigawa unapata hiyo 6%, ambayo inaonekana bado iko chini ukilinganisha na mataifa mengine. Kwa mfano Kenya sasa hivi wamefika 28%, lakini kiwango ambacho cha kitaifa, cha kimataifa ambayo kwa bara la Afrika ni 13%, lakini kwa level ya dunia inafika 12%. Sasa ukiangalia kujilinganisha kwa level ya dunia na level ya Afrika, sisi kama Tanzania bado tuko kwenye 6%. Nini kinapaswa kufanyika? Kwanza ni lazima SACCOS zibuni bidhaa zinazovutia vijana wengi. Lakini pia ni lazima SACCOS zianze kufungua matawi. Badala ya kuwa na ofisi tu Dar es Salaam, wafungue matawi mikoa tofauti tofauti ili kuweza kupeleka huduma karibu na hao watu waliopeleka maeneo. Lakini jambo lingine, sheria inaruhusu SACCOS inaweza kufungua hata outlet, tunasema ni huduma za madirisha. Unaweza kufungua, yani baada ya kufungua tawi unaweka tu kama ofisi ya kuweza kuhudumia watu waliopo pale. Haitakuwa tawi, lakini itakuwa ni kama mlango wa huduma. Lakini pia ni lazima SACCOS ziwekeze sana kwenye mfumo wa tehama. Sasa hivi vitu vingi vipo kwenye mitandao. Kwa ni lazima na wao waweze kuona siku hizi mambo ya sala advance. Yani badala ya kusema uanze kusubiria weekend watu na mambo mengine ya kufanya. Lazima una product ndogo ndogo za kuwafanya watu wawe wanavutiwa kutumia huduma zako. Kwa hiyo tuna mikakati mingi, na bahati nzuri tumeendelea kuingia makubaliano na taasisi za fedha, lakini pamoja na fintechs hao ambao wanabuni, wanatengeneza mifumo, wanafanya tuone namna ya kufanya kudigitize sector ili angalau vijana wengi. Ukiangalia hata ripoti za Facecorp inaonyesha simu ni 70% kufikisha huduma kule mikoani. Kwa hiyo hata SACCOS ndio maana tunasema lazima watengeneze hizo app, lakini watumie USSD ili mwanachama popote alipo aweze kupata huduma. Na ushauri wako ni upi sasa kwa mwaka 2025 kwa SACCOS ili ziweze kujiendesha kwa tija? Nini kifanyike? Viongozi na watendaji lazima wakubali kujifunza. Hakuna taasisi duniani inayokuwa pasipo kujifunza. Sasa kwa wale ambao ni wakubwa, tunazo Giant SACCO, ndio amili SACCOS ambayo inatoa siku ya bilioni 260. Zipo kama 3-5 ambazo zina zaidi ya bilioni 100. Sasa ukiangalia ni zaidi hata ya benki za kijamii. Sasa tunahitaji hawa viongozi wahakikishe wanawekeza kwenye mifumo ya tehama. Sasa hivi tunasema tuna mfumo wa Soma, kuna fintechs zimekuja zipo. Wahakikishe digitize huduma zao, lakini pia ni lazima tuweze kuwajengea uwezo wa wataalamu wetu. Viongozi na watendaji wa SACCOS lazima waendelee kujengea uwezo wa ndani na nje
ili waweze kujua kama wenzetu wanakiingia, kwa nini sisi bado tuko na taratibu. Lakini jambo lingine ambalo nadhani ni muhimu sana kulifanya, lazima kama wadau tufanye kazi kwa ushirikiano. Hakuna namna unaweza kufanya kazi peke yako ukafanikiwa. Lazima muende wengi na tukubali kushirikiana, lakini pia tukubali mabadiliko yaliyo kwenye sekta ya fedha. Nashukuru sana ndugu Josephat Kisamalala kwa uchambuzi mzuri, na natumaini hata watazamaji na wasikilizaji wetu wameweza kuelewa kwamba hii ripoti ya mwaka 2024 ni vitu gani ambavyo imebeba na ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kufanyika ili kuweza kuboresha zaidi kwa hizo ripoti ambazo zinakuja, na pia kiujumla kuboresha sekta yetu ya ushirika. Viwango vya kisheria ambavyo vinatakiwa kutekelezwa na SACCOS ni vipi na hali ikoje kwa mujibu wa hii ripoti ya mwaka 2024? Eneo zuri sana ambalo tunapoongelea uendelevu wa sekta ya fedha lazima tulielezee. SACCOS zinatakiwa kutekeleza viwango tofauti tofauti. Na viwango hivi vimegawanyika katika maeneo kama 5. Kwanza kuna eneo la mitaji ambalo sheria inataka SACCOS ya daraja A iwe na mtaji usiopungua milioni 10, lakini SACCOS ya daraja B inapaswa isipungue milioni 200. Kwa ripoti ya mwaka 2024 SACCOS nyingi zimecomply isipokuwa hizo 76 ambazo nimezisema, ndio zinaonekana mtaji wake umekuwa chini. Lakini sheria inasema mtaji wa SACCOS ukilinganishwa na mali za SACCOS zilizopo haupaswi kupungua 8%, ile core capital. Na kwa mujibu wa taarifa ya mwaka 2024 imesema core capital ilikuwa bilioni 201.99 ukilinganisha na total assets ambayo ilikuwa ni 1.46 trillion. Kwa hiyo kiwango kwa upande wa mitaji ilikuwa ni 13%, ambayo ni zaidi ya kiwango kilichokuwa kwa mujibu wa sheria ambayo ni 8%. Lakini ukija kwenye mtaji taasisi, institutional capital, sheria inasema inapaswa isipungue 6%. Ukichukua mtaji taasisi ukalinganisha na mali za SACCOS inapaswa isipungue 6%. Kwa mujibu wa ripoti, institutional capital ya mwaka 2024 ilikuwa imeshuka. Ilikuwa ni 4.7%, chini ya kiwango kinachotakiwa cha 6%. Kwa nini kiwango hicho kilishuka wakati core capital ilikuwa iko juu? Ni kwa sababu moja. Core capital inajumuisha members share, zile hisa za wanachama. Lakini tunapoongelea mtaji wa taasisi haujumuishi hisa za wanachama. Kwa hiyo ni zile fedha ambazo hata leo ukifuta SACCOS taasisi tabaki ipo. Kwa hiyo hata leo tukisema tufute hii sekta, kwa hali ya sasa taasisi zitabaki na 4% ya mali zote zilizopo kwenye sekta, ambayo na yeye bado sio mbaya, kwa sababu ilikuwa ni below 1% na mara kwa mara kutumia hela za wanachama, kitu ambacho hakistahili. Kwa hiyo kwenye hilo eneo tunaenda vizuri kwenye core capital, institutional capital iko chini, lakini tumetoa maelekezo. Ndio maana tumeleta mwongozo wa kupunguza matumizi ili ile faida ikajenga institutional capital. Lakini eneo lingine ambalo SACCOS zinapaswa kucomply ni kwenye upande wa asset quality, ambayo tunaangalia ubora wa mali, lakini kwenye eneo tunaangalia vitu vingi. Kwanza tunaangalia uwezo wa SACCOS kukopa nje. Kwa sasa sheria inataka usizidi 25% external borrowing, lakini kwa ripoti ya mwaka 2024 ukopaji wa nje wa SACCOS ni 1.7, ambao ni dogo sana. Maana yake ni kwamba SACCOS nyingi hazikopi kwa mataasisi mengine. Kwa sehemu kubwa wanatumia mtaji yao ambao ni akiba na amana pamoja na mtaji wa taasisi kuokopesha wanachama. Lakini ndio lingine ambao watu wanalipima kwenye asset quality ni kuangalia mikopo walioitoa ukikopea na mali walizonazo ni asilimia ngapi. Sheria inataka iwe kati ya 70 hadi 80. Lakini kwenye ile eneo ukichukua 1.2 trillion ambao ni mikopo waliokopeshana ukakompea na 1.46 trillion ambao ni total asset, unakuta kabisa wamecomply, kwa sababu inaenda kwenye 72-78. Lakini eneo lingine ambalo tunaendana ni asset quality kwa eneo la mikopo mibaya, non performing loan, ambao nimesema kwa mujibu wa sheria watakiwa wasizidi 5%. Lakini kwa ripoti hii ya 2024 wamefika 8.7%. Kwa hiyo wako juu ya kiwango. Ni muhimu sasa viongozi wa kineja wa SACCOS kuhakikisha wanatoka 8.7 warudi kwenye below 5%. Ambao hilo sasa itafanyika tu iwapo watakuwa na mikakati mizuri ya kukusanya mikopo mibaya.
ili iweze kupungua kwenye sekta na waweze kufika kwenye viwango vinavyotakiwa. Eneo lingine ambalo tunaliangalia kwenye eneo la management, na hili eneo la management kwa sehemu kubwa huwa linapimwa kwa kuangalia qualifications za watendaji na viongozi. Sheria inasema watendaji wa SACCOS ya daraja A wanapaswa kuwa angalau na elimu ya sekondari, ile cheti cha certificate. Hilo tumelisimamia sana. Hakuna SACCOS ambayo imepewa leseni mtendaji wake hana hiyo cheti cha certificate. Kwa mwenye leseni daraja B, sheria inamtaka asipungue diploma, na wengi tumecomply na hilo eneo. Kwa hiyo kwenye upande wa management tumecomply, lakini pia tumehakikisha miongozo wanayoitumia ukianzana na masharti yao zile bylaws, na upande wa lending policy, zile sera za kukopeshana, ni lazima ziwe zilifanywa marekebisho na zimeendana na sheria ya huduma ndogo za fedha. Tulitoa model bylaws na tuliwaguide viongozi na watendaji. Tumefanya training sana wa kushirikiana na SCAT, na vyama vingi vimecomply, vifanya maboresho, yameidhinishwa na wakaomba leseni kwa kuzingatia utaratibu huo. Lakini eneo lingine ambalo tunaangalia liquidity, ambao liquidity inapima uwezo wa taasisi kuweza kumiti yale mahitaji ya muda mfupi. Kwa mfano, kama kuna watu wanadai fedha zao, unaweza kutumia muda gani kuweza kuwalipa. Lakini kama kuna watu wanahitaji huduma, wanataka kutoa, unatumia muda gani kuweza kuwahudumia. Kwenye eneo la liquidity pia na yenyewe sheria inataka iwe kati ya 15% hadi 20%, ambapo kwa trend ya taarifa ambayo tumezitoa inaonekana SACCOS zinaendelea kucomply kwenye eneo, kwa sababu vyama vingi vimeanza kuwekeza kwenye fixed deposits za muda mfupi, lakini wameendelea kuwekeza kwenye shares. Ukiangalia wameweka kwenye benki ile ya ushirika kwa asilimia kubwa tu, lakini wengi pia wameendelea kununua share kwenye makampuni mengine, wanunua government bonds. Unaona ni vitu ambavyo watu wakihitaji hela kesho wanaweza wakazipata. Na eneo la mwisho ni returns, kwamba je, wanatengeneza faida? Kuna moja ambayo tunapima ROI na return on equity, nitajua ROI nao unazalisha kiasi gani kwenye mapato ya taasisi. Lakini kuna nyingine ambayo tunapima kwa kuangalia ROA, ambayo ni return on asset. Viwango hivi ambavyo tumeviweka sio za kisheria, lakini ni best practice. Kwa kwenye market lazima jipime mali ulizonazo zinakusaidia kwa asilimia ngapi kuweza kupata mapato. Kwa hiyo kwa ripoti ambayo tumetoa, ROI actually ilifika 11%. Na hii ya ROA ambao wanaangalia mali ulizonazo kuzalisha mapato ni 7%. Ambayo tunaiona ni nzuri kwa sababu haipo below 1%. Best practice nataka kwenye 10%, 5%, ambazo zote ukiangalia trend inaenda vizuri. Kwa hiyo sekta inaendelea kuimaria kutokana na mikakati ambayo sisi kama wasimamizi tumeiweka, lakini wadau tunaoshirikiana nao wanaendelea kusaidia kujenga uwezo na kusaidia kuweka mifumo ya kudhibiti na kuimarisha mifumo ya utoaji wa huduma, lakini na namna watu wanataka kufikia Tanzania walio wengi. Kwa hiyo tunafurahi ushirikiano ambao tunao na wadau, SK, SCAT, Benki Kuu ya Tanzania, Wizara ya Fedha, Wizara ya Kilimo na wadau wengine ambao tunafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha sekta hii inaendelea kukua. Tunaamini miaka 5 ijayo tutakuwa mbali sana. Yes. Nashukuru sana ndugu Mr. Josephat Kisamalala kwa uchambuzi mzuri. Asante sana. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wetu, kuna vitu vingi sana ambavyo vimezungumzwa kuhusiana na hii report, na mpaka sasa hivi tumeona SACCOS zinaendelea kukua, zinaendelea kuwa na afya. Tuendelee tu kuwekeza kwenye SACCOS kama ambavyo amezungumza mtaalam. Amesisitiza SACCOS ni lazima zijiendeshe kutokana na zile akiba au zijiendeshe kutokana na mapato au vitu ambavyo vinatoka ndani ya SACCOS ili ziweze kusimama na kuepuka kukopa taasisi nyingine. Na pia tumeona kumeendelea kuongezeka idadi ya wanachama, ikiwa inamaanisha SACCOS nyingi sasa hivi zinajitangaza na kuweza kuvutia wanachama wengi. Na pia swala la bidhaa pamoja na huduma kuendelea kuongeza ubunifu na kuweza kuyafikia makundi mbalimbali ya vijana. Mpaka kufikia hapo ni mwisho wa episode yetu ya leo. Ningeomba msisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya SCALT Online TV na kuacha komenti yako kuhusiana na kipindi hiki. Pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile Instagram pamoja na TikTok kwa jina la PowerPod Podcast. Asanteni.